kwa sasa hivi robo hatuwezi kwenda. Mtu kwamba tuenda robo ni muongo. Unaendeje? Hesabu zinakataa. Yaani mchungaji umekuwa sio mnafiki sasa. Nasema hivi, robo unaendeje? Kwa kifupi muondoke na jambo la msingi sana. Simba inahitaji marekebisho makubwa ya kupata vijana ambao wataendesha Simba kama kila engineer. Lakini kwa nini hapo? Ngoja nikwambie vitu vya msingi unaondoka navyo. Zaidi hapo tutaendelea kuteseka. Tunahitaji yanatokea lakini mara chache. Sioni Simba ikienda makundi, ikienda robo. Kuna kauli alizoole na matokeo. Hali mambo kupigishana shoti. Tunapigishana shoti Simba wenyewe kwa Simba, wenyewe kwa wenyewe. Shoti unamaanisha nini mchungaji unaposema? Kuna tatizo kubwa ndani ya uongozi wa Simba. Na hii ndio inasababisha sisi kufanya vibaya. Na hii ni wenyewe kwa wenyewe. Switch tunayo si wenyewe ya kushindi, switch ya kuweka hofu tunayo si wenyewe. Ni switch ambayo tunapigana shoti. Ukiona mtu kama mwenyekiti wa bodi kama Christian Magoli anatoka anakuambia tukifunga kuna watu wanacheka. Ina maana bado hawajaondoka watu, bado wapo. Kwa hiyo ngoma bado inaendelea. Haiwezekani watu leo wanapata nafasi karibu 3 washindwa kuscore. Kwa hiyo inaonekana kama watu wanapangwa wasifunge ili tuendelee kuumia ndani ya Simba. Ili kionekana Simba inafanya vibaya, wao waje warudi Simba, hao waendelee kubaki ndani ya Simba sasa. Kwa hiyo kuna mipango ambayo inapangwa, ambayo mwenyekiti mwenyewe wa bodi alishasema hadharani kwamba kuna watu wana afya ya akili, kuna watu ambao wanasababisha Simba isiende mbele. Na kwa kuangalia kwa mechi ya leo tunaona kuna wachezaji ambao wanapewa maagizo. Haiwezekani mara 3 unapata nafasi 6 unashindwa kuscore. Makusudi kabisa. Kama nani mchungaji? Kama nani ambao anapewa maagizo? Mmeona nyinyi wenyewe. Mechi ya kwanza wafanya makusudi. Mechi ya pili wafanya makusudi. Ukiona kiongozi mkubwa wa bodi ya ligi kama Christian Magoli anazungumza mambo kama yale kwamba kuna watu wanafurahia Simba ikifungwa wanacheka na wanaona raha. Ndio hao unayoona leo. Kwa sababu watu hawajaondoka bado wako ndani ya Simba. Kwa hiyo mchungaji, unataka kumaanisha Simba mle ndani imegawanyika vipande. Kwa ujumla Simba tunazo mbili. Kuna moja inatakiwa ya maendeleo, nyingine haitaki maendeleo. Na kama leo ulivyoona uchaguzi uliofanyika leo. Wenye timu yao wanataka wao wajadili timu yao, viongozi wataki wajadili timu yao. Kwa hiyo Simba ziko kama mbili. Sasa hiyo Simba mbili ndio zinaleta shida. Hao wanataka ushindi, hao wanataka kuikwamisha Simba. Hiyo ndio shida inayokuja ndani ya Simba. Kwa namna hiyo mchungaji, kipi kifanyike hapo ili kutatua hilo tatizo ambalo lipo, na kwa sasa ikiwa mna uhitaji wa kuweza kuqualify kwenda stage nyingine? Kwa sasa hivi robo hatuwezi kwenda. Mtu kwamba tuenda robo ni muongo. Unaendeje? Hesabu zinakataa. Yaani mchungaji umekuwa sio mnafiki sasa. Nasema hivi, robo unaendeje? Hauna hata calculator. Nasema hivi, hesabu sisi tunazofanya sisi na Raja Casablanca. Tukapigwa goli 3. Ndio tukaenda kucheza na Oroya. Si ndio hivyo? Tukarudi Dar es Salaam. Baada hapo tukamfunga Oroya hapa karibu goli 7. Tukaenda kucheza na Vipers, tukafunga nje ndani. Hesabu zilikuwa zinafaa. Sasa hesabu ilibidi kwa huyu wa Mali. Hesabu kwa za leo. Ulikuwa na uwezo kumpiga nje ndani. Express uwezo kumfunga nje ndani, uwezi. Huo ni uongo. Au kumfunga Petro de Rwanda. Uwezi. Kwa hiyo hesabu ni kwamba hatuwezi kwenda. Miujiza inatokea lakini mara chache sana, sio mara zote. Hata bila maombi pia maombi hamwezi kuungana mkapiga nguvu kubwa ya maombi, lakini wenzangu wenyewe kwa wenyewe hawataki timu iende. Sasa kuna kazi hapo. Sasa maombi yanakuwa sana kanisani. Naomba alafu viongozi wa kanisani wanaiba vitu. Sasa kuna kazi hapo. Yaani maana yake mnapigana shoti sisi kwa sisi. Yanga hawahusiki, hakuna mtu anayetoka nje anayehusika ila sisi kwa ajili ya uroho wa madaraka ndio unatufikisha hapa tulipo. Mchungaji wewe uko eneo gani sasa? Maana umetaja uongozi, yani hauzungumzii kuhusiana na mechi. Yani wewe unazungumzia kuhusiana uko katika sehemu gani? Kwanza kwa nianzishe hivi. Wewe ukishaona sisi tulifungwa na Raja Casablanca goli 3, ndio ilikuwa siku ya uchaguzi. Ndio siku ambayo Mangungu alikuwa anaingia madarakani. Na leo tumefungwa siku ya uchaguzi. Leo ulikuwa uchaguzi? Leo mkutano mkuu. Kwa hiyo ni yale. Ni watu wanapanga program kuirudisha Simba nyuma. Kwa namna hiyo mchungaji niwaambie kitu Mangungu anahusika hapo. Nasema hivi, niwaambie kitu kimoja. Simba inahitaji marekebisho makubwa sana ili kutoke hapa tulipo. Si ndio katiba ilikuwa inarekebishwa? Ndio hao unaona wanazuia hataki jadiliwe. Katiba imebadilishwa. Sababu zimetolewa 11 zijadiliwe. Wanachama mmoja waseme ikitoa sababu moja watu mnakubaliana. Tumekubaliana. Watu wasema ndio, inatikiwa. Tumekubaliana. Kilichofanyika leo imefanyika uhuni. Na uhuni unaofanyika Simba haiwezi kusonga mbele. Ina maana kuna watu wanataka Simba iwe karibu ili waingie wengine kwa ajili ya uroho wa nini? Uroho wa madaraka. Umeona picha inapokwenda? Sasa leo mkutano gani unamalizwa vile?
Mkutano gani umemalizwa vile? Yaani umemalizwa kihuni na watu wameondoka. Wenye Simba yao wanalalamika, lakini viongozi wanaona poa. Sasa sikia, kule Mali alikuwepo mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Magori ndio alikuwepo kule. Kwa hiyo hata Magori mwenyewe naye ndio yuko katika mkumbo huo au kuna nini? Kupiga na shoti hata kwenye simu tu. Kumbe simu zinafika Mali. Kwani shoti sio kwenye simu tu. Wewe kushaona mpaka kama yule. Kisa Magori anakuambia kuna watu Simba ikifungwa wanacheka. Ina maana bado wako ndani ya Simba, kwanza endelea kuteseka tu. Kwa namna hiyo. Kwa kifupi muondoke na jambo la msingi sana. Simba inahitaji marekebisho makubwa ya kupata vijana ambao wataendesha Simba kama kila engineer. Lakini kwa nini hapo? Ngoja nikwambie vitu vya msingi ondoka navyo. Zaidi hapo tutaendelea kuteseka. Tunahitaji marekebisho makubwa, uwepo Simba moja ambayo itaongozwa na vijana. Zaidi ya hapo tutaendelea kuteseka. Umetolea mfano wa engineer hapo. Lazima kwa sababu gani? Mifano ipo. Engineer kama engineer ikaa na mwenzake, makamu wake. Yanga inaenda sisi upande wa bodi mara waseme hivi, upande wa Simba Sports Club wanasema hivi. Baadhi wanatokea mivutano. Hawa wanataka kwenda. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanayokwamisha Simba. Kwa hiyo panahitaji mabadiliko makubwa ndani ya Simba, hasa vijana waje waiongoze Simba. Sasa Simba kuna vijana, hebu wataje vijana watano tu Simba. Hebu nitajie. Vijana wako wengi, kana Msoloka anaitwa Msoloka Msoloka. Vijana wanaweza kuongoza Simba Sports Club na Simba ikaenda. Acha hivyo tu. Kuna vijana wengi. Hata Dr. Mo vile anaweza kuongoza Simba. Dr. Mo bwana anaibeba. Huyu Dr. Mo anaweza kaibeba vile. Hivi mchungaji, alikuwepo Said Tuli katika nyadhifa mbalimbali mpaka akawa kwenye bodi ya akamwa. Unajua samani kidogo. Wapi sasa hivi? Yupo. Ndio vijana wote hao. Unajua kwa nini nimesema Dr. Moto Kaguna? Naye ni msomi, naye ni kijana. Anaweza kaongoza timu. Wakina Tuli wote wapo. Mimi sasa hivi nishavuka huko, nishakuwa mzee. Mbona bwana siwezi kuongoza Simba? Lakini vijana wapo wataongoza Simba ambayo itatupa matokeo chanya. Hawajitokezi sasa. Wapo wengi lakini kwa wigo uliowekwa. Kuna watu wanaifanya Simba kama ya kwao. Kikundi kidogo tu. Wanaifanya Simba ya kwao na wanaiamulia matokeo wao kama wao. Hiyo tunakataa, mwaka huu hatutakubali. Lazima tutafute vijana waiendeshe Simba. Lakini kwa nini sasa kama unahisi engineer amekuwa ni role model wa uongozi bora, kwa nini msiwachukua hata wazee au vijana wakajifunze kwa engineer, angalau wajue jinsi gani ambavyo engineer anafanya vizuri ndani ya Yanga? Engineer wakati anaingia Yanga, viongozi wetu zamani ilikuwa ukiwa mwenyekiti wa Yanga lazima uwe mzee. Umeelewa? Ulikuwa mwenyekiti wa Simba lazima uwe mzee. Engineer mapinduzi aliyokuja nayo, wazee wote wamekaa pembeni. Umeona bwana? Yeye katembea na makamu wake nani? Arafat. Na ukiangalia ile cabinet yake ni vijana watupu. Ina maana vijana wana maono. Wazee una maono ya wapi? Wala wana maono muda mrefu na Yanga itapiga hatua kwa maono ambayo wanayo. Na sikudanganya nisikwambie kitu. Yanga kama kutolewa atatolewa kimpira. Ila sisi tunatolewa kiuzengwe. Mimi si papasi nazungumza vitu ambavyo vimenyoka. Mimi si papasi nazungumza vitu ambavyo vimenyoka. Tunahitaji mabadiliko makubwa ndani ya Simba, wazee watupishe, Simba iongozwe na vijana. Kwa hiyo kuna kauli alizungumza Haji Manara kwamba kuna miaka 30 mbele Simba itateseka. Kwa mwenendo huu, wewe unaiona hiyo kauli ikienda kutimia? Bila mabadiliko ya vijana, Yanga walisema watatufunga mara 10. Sasa hivi watatufunga mara 6, bado mara 4. Umeelewa? Ina maana kwamba safari wakija watatufunga tena mara 10 itafika. Na watu wanasema watachukua ubingwa back to back mara 10 mfululizo. Mpaka sasa hivi wamechukua mara ngapi? Mara 5. Mchungaji mara 5 wachukua tena ubingwa. Mchungaji nini? Hawa wataki kuiachia Simba, wanaingangania. Simba sio kwenu peke yako. Simba ni watu wote. Mchungaji, neno la mwisho, mimi nataka uniambie, mnalalamika sana ila mnashindwa kukiri kwamba pengine wachezaji wenu hawana uwezo. Quality ya wachezaji ya Simba ni ndogo. Hivyo hujaliona pengine? Nakwambia hivi, katika Simba ya miaka 5 iliyopita, hakuna Simba bora kama mwaka huu. Ina wachezaji wa kila namna, ina makipa wa kila namna. Simba ya mwaka jana kuungaunga ambayo nje ukimwangalia hakuna reserve. Simba imeenda finali kombe la shirikisho barani Afrika. Leo hii mtu unasoa, unamukwala, unasoa, unamukala, una mwalimu, viungo kana jana chance ya ua, mabeki wa kila namna wapo. Sio wanasubiri kwenda. Hawa wachezaji ambao wanakosa na ndio hiyo nakwambia, inawezekana simu sikukwamisha Simba tu. Sasa kama mimi nitampiga Cristiano magoli, anakuambia Simba ikifungwa watu wanacheka. Kwa hiyo mnimpinga yeye wakati uko kwenye uongozi. Sasa mchungaji, kwa kumaliza, hamna pointi ngapi mnazivuna kwenye kundi lenu?
Nakwambia hivi, miujiza inatokea lakini mara chache. Sioni Simba ikienda makundi, ikienda robo. Kuna kauli aliyozungumza msemaji kwamba kuna timu inagawa utamu kwa kila timu kwenye kundi. Unaona hii ni kama nyinyi mmekuwa wagawa utamu. Sasa hivi nikwambie kitu kimoja. Mfano kama hii mechi ilikuwa size yetu. Kabisa. Kwa kwanza tumepata nafasi karibu 3. Tumeshinda kuscore. Dakika za ngapi tumepata nafasi karibu 2. Sasa nataka Mungu akupe nini tena? Imani maombi amefanya kazi ile watu wenyewe wamekataa kufanya kazi. Asante. Mungu abariki sana na Mungu aibariki Simba ibadilike tena tupate vijana wakiendesha Simba Sports Club.